Nimepona huyo ndiye anaweza kuelezea historia yake. Pole sana. Watakutibu tu. Najua nitapona. Watakutibu. Sasa hivi nitapona. Asante sana. Ndio Ali. Marhaba, hali salama. Kwanza tuna mara nasikia mko India hapa ya ana changamoto ya kansa. Anapata kweli ameanza matibabu India. Lakini huwa tunaenda then anakuja na chemos. Huwa anapata matibabu hapa na mwingine kwa ajili ya zile dozi. Ya kwa sasa juzi tulikuja kwa ajili ya kupata chemo yake nyingine. Sasa of course tokea tumetoka India alipopigwa ile chemo zinasumbua yani hakuwa sawa. Sasa tukajua ni uchovu wa kawaida wa chemo, then tukaja kama ametimiza zile siku zake ambazo ndio kupiga na dozi. Sasa kuja hapa kama utaratibu ulivyo lazima mchukue vipimo vyake ili kujiridhisha kwamba kila kitu kiko sawa ili aweze kunani. Sasa walivyochukua ndo akakuta kuna infection kwenye damu, bacteria infection. Na changamoto 2-3 ambazo akisema lazima kwanza tu wamuweke madaktari wake wanamsimamia. Kwa hiyo madaktari wake hawana. Kwa hiyo ndio wanasema vijana marhaba salamu marhaba. Kwa akasema kwamba ni muhimu kwanza tudeal na hii changamoto ya infection. Tushamaliza kudeal nayo ndio tutaendelea na lakini anakula vizuri na boyfriend wa mama. Wewe ndio boyfriend wetu? Mimi na dadangu hapa. Mimi boyfriend wake yeye. Unanikataa kabisa. Hadharani. Mama karibu. Asante. Basi umekuja najua shughuli zako ni nyingi. Lakini kwa upendo wako kwa kina mama kwanza mama kuja muona yetu. Bila kwa heshima ya binti yenu. Lakini tunafurahi kwamba mmekuja. Nashukuru. Asante sana. Asante. Wala. Asante. Wewe umemwona maana huwa anakupenda sana. Kwenye sala huwa akiwa anasali lazima mtoke. Umejitahidi. Nadhani amekuona. Mungu atakuponyesha tu, vijana wapo, dawa zipo. Leo umeniona rafiki yako. Kwa hiyo itakuwa tiba pia. Mungu atakusaidia. Nashukuru. Mmoja hospitali zako siku hizi wagonjwa wetu ambao wanaanza India wameanzisha ushirikiano na hospitali zetu. Kwa mtu anaweza akapata kemo labda awamu ya kwanza pili akaja kumalizia huko. Kwa hiyo anauguzwa pamoja na watu wako karibu. Kwa hiyo tunakushukuru. Umetukurushia sana huku juu. Juu tuko vizuri kwa kweli. Benjamin kwa kweli wako vizuri. Hata huduma zao. Nimesikiliza pale. Tuwape wanasema tuwape maua yao. Tuwape maua yao. Ndio lugha ya siku hizi. Benjamin wako vizuri. Wako kabisa. Haya. Basi dadangu nimekuona. Haya, Mungu akupe afya yako. Asante sana. Nakupenda. Nashukuru. Mimi nakupenda pia. Sijui mpaka wananiambia mama akipenda niachie. Nashukuru. Nashukuru. Tukiwa wakali kidogo. Sasa nyie mnasumbua mama yenu. Kwa kweli ana watetezi. Kwa kweli watetezi unao. Lakini tunamwambia tuache sisi tuko kazini. Hiyo ndo bahati yangu. Ndo bahati yangu. Wanawake hawana compromise. Tunamwambia tunamsaidia hapa pajakaa vizuri. Ndio hapa atasikiliza. Dada mimi nashukuru nimekuona. Nashukuru nimekuona. Yaani kahangaikie mengine sasa. Haya, Mungu atakupa uzima wako. Amen. Asante, nashukuru. Nashukuru sana. Asante sana. Haya, asante. Asante. Sio mtoto usielewa.